kuna namna ambayo unahisi nguvu zako za ndani zinapotea kila kukicha, kila uchwao, na unaona kabisa umepoteza sauti yako, umepoteza uwezo wa ndani. Na tunapoongea habari ya mtu kupoteza nguvu, na sasa unataka kurudisha nguvu zako kwa mtu ambaye haja experience hiki kitu, hajapata uzoefu hiki ninachokisema, hajafika mahali pa kuona vile ambavyo nguvu yake au sauti yake inapotea, ataona kinachoongelewa ni kama inapigwa ngoma tu. Hawezi kuona maana ya moja kwa moja ya kile kinachoongelewa. Anaweza akasema hii haina maana kabisa. Lakini kwa wewe ambaye umeweza kuona na umepitia hiyo, unaweza kanielewa, na ujumbe huu unakulenga wewe, unakuhusu wewe. Umefanya kila namna, umefanya mambo mengi, umejaribu kutumia mbinu nyingi kurejea katika hali yako ambayo unaijua, lakini imekuwa vigumu. Unajua kabisa wewe ni mtu wa namna gani ndani yako. Yaani kuna hata kama huwezi kuongea kwa maneno, lakini unajua kabisa ndani yako una vitu fulani vya kipekee, una upekee wako. Na kama upekee wako ungeutumia kama ambavyo unatamani, maisha yako yasingekuwa katika hali ulionayo. Na ninaposema kuwa katika hali ulionayo, sizungumzii masuala ya pesa. Watu wengi wanapozungumzia mafanikio wanajua pesa tu. Inawezekana umefikia kiwango ambacho unazo pesa za kununua chochote unachokitaka, lakini ukiangalia ndani unaona kabisa sauti yako haipo, uhuru wako haupo. Sasa ninavyoongea hapa kwa habari ya kurejesha nguvu yako, ina maana kurejesha sauti yako halisi, na hatimaye na matokeo mengine ya nje yawe matokeo yanayoendana na nafsi yako. Unaweza ukazalisha matokeo nje, ukawa na matokeo nje, lakini ambayo hayaendani na nafsi yako, hayaendani na hali ya ndani. Na ndio maana ingawa unaweza kuwa una vitu kadhaa vya kujivunia, lakini hautosheki navyo, na unaona kabisa umepungukiwa. Tena wakati mwingine hata baadhi ya watu wengine wanakusifia kama hivyo, unaelewa, lakini wewe mwenyewe unaona kabisa kwamba ile nguvu yako imepotea. Wakati mwingine umejitahidi kuwa mtu wa dini, umepambana, unaomba, unafunga, unaenda kanisani, msikitini, unaswali swala 5, unafanya mikesha, umeelewa. Ingia unaenda hata kwa waganga kujaribu kurejesha ile nguvu yako. Unaona kabisa uendi kwa mganga kwa ajili ya kumloga mtu, unataka akusaidie. Wala kuna matangazo yale yanatangazwa yale, unaona kabisa una kitu ndani yako, lakini unaona kimepotea, yani kimepoteza uwezo. Una kitu ndani yako, lakini uone matokeo hasa yanayotokana na kile kitu kilicho ndani yako. Sasa maana yake nini? Umepoteza nishati ya ndani ya kukuletea matokeo. Na kupotea kwake kuko namna nyingi. Moja, kupotea kwa hii nishati ya ndani kunatokana na majeraha uliyoyabeba katika nafsi yako. Pili, inatokana na fikra ulizokuwa nazo, ulizozibeba katika akili yako. Zote hizo zinafyonza nguvu yako ya ndani. Lakini cha tatu ndio cha umuhimu zaidi, kwa sababu kabla hujarudisha nguvu yako, angalia, nguvu yako pia inavujishwa. Ukiacha hivi vitu vya ndani, fakta za ndani, sababu za ndani zinazofyonza nguvu yako, majeraha yako ulioyabeba, pamoja na fikra ambazo zimejijenga kama ngome kwenye akili yako. Sasa kuna nguvu zako ambazo zinafyonzwa na mazingira na watu. Kuna mazingira na kuna watu ambao wanafyonza nguvu zako, na ndio maana unaweza ukawa unafanya mambo fulani ya kiroho ya kukuongezea nguvu, lakini bado baada ya muda unarudi kwenye level ile ile, kwa sababu unapopata nguvu kuna mazingira, kuna watu ambao wanafyonza nguvu yako pasipo kujua wanafyonzaje. Kwa hiyo swala ni hili, kabla hujafanya mambo ya kurejesha nguvu yako ili yakuletee matokeo yanayotakiwa, inabidi ukate muunganiko na watu na mazingira na nguvu nyingine za nje ambazo zinavujisha nguvu zako pasipo wewe kujua. Kuna zingine unaweza ukaanza kuzielewa,
kabisa, unajua kabisa kwamba kuna mtu fulani anafyonza nguvu zangu. Kwa mfano, watu ambao ni wanyanyasaji wanafyonza nguvu zako. Narcissistic people, they drain your energy. Ukikaa na mtu kama huyo, siku zote utakuwa nishati yako iko chini, your energy will be low. So sio narcissistic people peke yao, kuna watu wengine pia, watu ambao wanaongozwa na wivu, wanaongozwa na chuki, watu wenye ubinafsi uliokithiri, watu ambao wapo kufanya jambo lolote liwe la kimwili, la kisaikolojia, la kiroho, kumwathiri mtu mwingine. Lakini pia kuna mazingira mwingine, mazingira ulionayo ni mazingira pia yanakufyonza nguvu yako. Mazingira kwenye nyumba unayokaa, mazingira ya maeneo tumeunganika na kila kitu. Yani wanadamu tunahusiana na kila kitu katika ulimwengu kinahusiana na mwingine. Hii miti tunaiona hapo, ninahusiana nao, tunahusiana nayo. Sehemu ambayo miti imeondolewa, wale watu wa eneo lile asilimia kubwa wataanza kupata matatizo makubwa ya afya ya akili na hali ya kuchanganyikiwa na kuweweseka, mfadhaiko. Si umeelewa hapo? Ina maana kuna muunganiko kati ya mimea na sisi. Sio mimea tu, wanyama na mazingira na viumbe vingine vinavyotuzunguka ikiwemo jua, mwezi, nyota, we are relating to them. Sasa kikubwa unatakiwa ujue namna gani na kuathiri, kwa sababu inatakiwa unufaike na huo muunganiko. Lakini usipokuwa muangalifu, usipokuwa muelewa, unaweza ukapata madhara hasi, kwa sababu katika hayo mazingira na hivyo vitu na hao watu wako wanaotufyonza nguvu zetu. Hata kuna vitu, kuna mazingira ambao pia yanafyonza nguvu zako. Kuna mahali ambako ukikaa kuna fyonza nguvu zako. Hata mazingira tu ya nyumbani kwako, kama chumba unachokaa, mazingira unayokaa, vitu havijapangiliwa, vitu viko shagarabagara, wanasema hivyo Swahili, basi utashangaa akili yako pia na yenyewe inakuwa haitulii. Ilo ukiarrange, ukipanga vitu vyako vizuri pale, akili pia na yenyewe inatulia. Manake nini? Tunahusiana na vile vitu vinavyotuzunguka. Kwa hiyo jambo la kwanza, kabla hujarejesha nguvu zako, kata huo muunganiko na hivyo vitu. Na kuna namna nyingi za kufanya kukata mahusiano, muunganiko na watu na vitu na mazingira ambayo yanafyonza nguvu zako. Na yote haya mimi huwa natoa maelekezo na mwongozo katika program ambayo naifanya, program ya uponyaji. Nimeongea video nyingi, ziko videos ambazo nimeeleza baadhi ya mambo, lakini kuna vitu ambavyo inatakiwa uende hatua kwa hatua kiutendaji, practically. Kwa hiyo kama unataka assistance, unataka msaada wa ukaribu wa kukuongoza katika safari yako, kuvunja muunganiko, mahusiano na watu na mazingira na vitu ambavyo vinafyonza nguvu yako, ili uweze kurejesha nguvu zako, karibu tarehe 1 mwezi wa 6 tunaanza awamu nyingine ya program ya uponyaji.